بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa ya الرسالة المفيدة المهمة الجليلة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. Katika kikao kilichopita tulianza kauli ya Imam al-Mujaddid rahimahullah katika kueleza vigawanyo vya shirki. قال وهو 4 أنواع، akavigawanya na kutaja vigawanyo hivyo kwa dalili huwa ni vigawanyo 4. na tukasoma sharh Sheikh Ar-Rajihi hafidhahullah katika an-naw' al-awwal nao ni shirku ad-da'wa, aina ya kwanza katika aina 4 za shirku ad-da'wa. na leo biidhnillah ta'ala tutajaribu kuzungumzia aina ya pili katika aina za shirk akbar, shirki kubwa wal billah inayomtoa mtu katika Uislamu. قال قوله النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد، شرك نية والإرادة، ما إرادة يكون لن يموي ومنادام متاك سباب يكفاني إلى عمالي، والقصد makusudio yaliyoko ndani ya moyo wake anapoifanya ile amali. قال الشيخ الراجحي وينقسم إلى نوعين، na shirki hii imegawanyika vigawanyo viwili, akbar wa asghar. kuna wakati huwa ni shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu wal billah, na kuna wakati mwingine huwa asghar, ni ndogo. النوع الأول، kigawanyo cha kwanza katika vigawanyo hivyo viwili vya shirki hii, shirku niyati wal iradati wal qasd al akbar, ni shirki ya nia na irada na makusudio ambao ni kubwa, kama sadara min al munafiqin, kama shirki inayotokamana na wanafiq. فقد دخل المنافقون الإسلام يراؤون الناس فنيتهم لغير الله. ونافق waliingia katika Uislamu kwa kujionyesha kwa watu, nia yao ilikuwa sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. فهم دخلوا في الإسلام وقلوبهم مكذبة منكرة، waliingia katika Uislamu lakini nyoyo zao zilikuwa ni zenye kukadhibisha, hazimuamini Allah subhanahu wa ta'ala
wala kuyaamini aliyoteremshiwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mola wake. Nyoyo zao ni zenye kukataa imani. Fahadha shirkun akbar, hii ni shirk kubwa. Fahum yusallun ويصومون ويظهرون الإسلام وهم مكذبون في الباطن. ونافق walikuwa kiswali na wafunga adhihirisha Uislamu, lakini ukweli wa mambo ndani ya nyoyo zao ni wenye kukadhibisha, hawakubali. Fahum yurauna fi asli alislam, katika asli ya ule Uislamu ambao upo ndani ya nyoyo, wao wamekadhibisha. Wa qasduhum ghayra Allah, na makusudio yao wakusudia siku Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى عن المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. miongoni mwa watu wapo wale ambao hudai kuwa wamuamini Allah subhanahu wa ta'ala na siku ya mwisho, lakini ukweli si waumini. قال قوله ومن الناس من يقول أي بألسنتهم, wapo miongoni mwa watu wanaosema kwa ndimi zao آمنا بالله وباليوم الآخر, wasema kwa ndimi zao tumemwamini Allah na siku ya mwisho. وما هم بمؤمنين أي بقلوبهم, na ukweli wa mambo sio waumini, bimaana hawajaamini kwa nyoyo zao. وقال سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله سبحانه وتعالى أمبيا متوم صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله, wanapokuja wanafiq kwako wewe husema tushuhudia kuwa hakika wewe ni mtume wa Allah, wakatia na taukid innaka la rasulullah, tilia mkazo kuwa hawana shaka kuwa wewe kwa hakika ni mtume wa Allah. Allah asema wallahu ya'lamu innaka la rasul, yatosheleza kuwa Allah ajua kuwa wewe ni mtume wake. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, kini Allah ashuhudia hao waliokuja kukwambia haya maneno, ashuhudia kuwa ni waongo katika madai yao, si wa kweli, lakini katika ndimi zao wasema nashhadu innaka la rasulullah. Kwa hivyo aina hii ya shirku niyya ni shirkun akbar, au waweza kusema ni nifaqun akbar, ambayo humtoa mtu katika Uislamu waliyadhu billah, kwa sababu amali zao zote wazifanya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya watu wawaone, si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia asli ya Uislamu wao. Sasa shirki hii katika nia na irada yamtoa mtu katika Uislamu waliyadhu billah. النوع الثاني شرك النية والإرادة والقصد الأصغر. hii ni ya pili, shirku niyya kama ile ya kwanza ukitizama, lakini hii ni asghar, ni ndogo, na sura yake wa huwa alladhi yasduru min almuslimi fi salatihi au siyamihi au ibadatihi, na hii yaweza kupatikana kwa muislamu katika sala yake, katika saumu yake, katika ibada yake, aweza kufanya ikaingia ndani yake riya, akawa ajionyesha katika ile ibada anaoifanya. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. متوم صلى الله عليه وسلم
awaambia masahaba wake ambao nyoyo zao zimetahirika zaidi kuliko yoyote baada ya mitume. Hakuna atakayekuja aliyenania ikhlas baada ya mitume wa Allah kama masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na pamoja na hayo mtume sallallahu alaihi wasallam awaambia masahaba wake watukufu, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar, kile ninachoogopea zaidi ni shirki ndogo. Qalu wama ash-shirku al-asghar ya rasul Allah, masahaba wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni ipi hiyo shirki ndogo ya rasul Allah? Wamuuliza swali kwa kutaka kujua ile shari ili wajiepushe nayo. Qala ar-riya, asema ni riya, kujionyesha. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia watu wa riya siku ya kiyama, watakapokuwa watu wamelipwa amali zao, idhhabu ila alladhina kuntum turauna fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa, nendeni kwa wale mliokuwa mkijionyesha kwao duniani, kisha mtizame, je, mtapata malipo kwao? Na wallahi ni jambo la kuogopesha sana, na nyoyo ni dhaifu, na muislamu atakikana akifirishe sana amali njema za siri ili Allah subhanahu wa ta'ala amtengeneze dhahiri yake. Salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakiogopa sana kuwafanya amali, lakini wana hofu ya su'ul khatima. Na wengi katika wale wanaopata su'ul khatima ni kwa sababu amali zao za dhahir zilikuwa ni amali njema kama wanavyoona watu, lakini ndani ya nyoyo zao wameficha mambo makubwa sana. Sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana aliyekuwa katika mojawapo wa vita alivyopigana mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka masahaba wakasema hakuna yoyote kati yetu sisi leo ambaye amefanya kile alichokifanya fulani. Kata wa makafiri vichwa, hawawachi kule waliko wafuata, shujaa wa ajabu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huwa fi an-nar, Mtume sallam akamwambia masahaba, yule wa motoni. Qala al-imam an-Nawawi kana min al-munafiqin, pamoja na kuwa alikuwa katika jeshi la Mtume sallam alikuwa munafiq, ataka kupigana aonekane ni shujaa. Masahaba wakashangaa sana, kif mtu kama huyu anayefanya amali kama hii katika jihad fi sabilillah kisha ende motoni? Faqala ahadu as-sahaba ana sahibu, mmoja katika masahaba akasema mimi nitamfuata kule aliko, niwachieni. Qala fama taraktu, sikumwacha nikawa nyuma yake. Idha asra'a asra'tu, akikimbia na mimi nakimbia nyuma yake, akitembea niko nyuma yake, mpaka akapata jeraha kubwa sana. Akaweka upanga kisha kwenye moyo wake akautahammal, akaulalia, akajiua. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله, من شهودليا kuwa wewe ni mtume wa Allah. قال وما ذاك, Mtume sallam akamwambia sema hivyo. Akamweleza kisa cha yule bwana, ulivyotuambia ni katika watu wa motoni, sisi tulishangaa, na hili ni jambo la ghaib, hakulijua Mtume sallam isipokuwa kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile Allah subhanahu wa ta'ala atizama amal za dhahir, kadhalika atizama zaidi amal za batin. In ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran. Kwa hivyo riya ambao ni kitendo cha tokamana na kile kilichoko ndani ya moyo
wa Muislamu ni jambo la hatari sana. Na leo tumekuwa na usahari sana, hasa katika suala hili la riya. Ukatuona tufanya amali njema na kupenda sana kusifiwa na watu. Muislamu ajijua nafsi yake kuliko yule anayemwambia. Mmoja katika salaf amjilia mtu amwambia, raaituka fil manam annaka kadha wa kadha, qala askut, nahnu a'lamu bi anfusina min ashabil manamat. Sisi tujifahamu nafsi zetu zaidi kuliko watu wa kuotaota. Nimekuota, kaa nayo ndoto. Mimi najijua nafsi yangu kuliko wewe unachokisema. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, ar-riya, kitendo cha kujionyesha. Na akataja siku ya kiyama watu watakapolipwa amali zao, watu wa riya wataambiwa waende kwa wale waliokuwa wakijionyesha kwao duniani, kisha waambiwe watizame kama watapata malipo yao huko. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. سمع متوم صلى الله عليه وسلم alitoka na sisi tulikuwa hapo tukikumbushana na kumtaja Masihi ad-Dajjal na fitna yake kubwa itakayokuja. فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. je, nisiwapeni habari na kuwajulisheni nyinyi kile kinachoniogopeshia mimi juu yenu nyinyi kuliko Masihi ad-Dajjal? قال قلنا بلى. wakataka kujua masahaba ni jambo gani ambalo waliogopea zaidi kwetu juu yetu sisi kuliko Masihi ad-Dajjal. فقال الشرك الخفي, ni shirki iliyofichika, an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin, asimame mmoja wenu aswali aipambe swala yake kwa sababu aona fulani amtizama ile swala yake, akawa aiswali ile swala akijionyesha kwa yule anayemdhania kuwa ana cheo pengine katika dunia, ana mali, ana kadha, pengine ana cheo katika serikali ama jambo lolote lile. Kwa ukamwona ile swala aiswali vizuri kabisa. Na yeye anikumbusha, kuna bwana mmoja katika hawa wanaoswali kwa kuweka mikono chini, alijenga msikiti mahali. Mzee mmoja sahibi yangu asema tukienda kwenye msikiti siku hiyo alijenga msikiti akaja, hiyo swali mkono chini. Kuanzia imamu na maamuma siku yote aliswali mikono chini. Kwa nini? Kwa sababu alijenga msikiti kwa hapa nyuma. Kwa tukiswali tukifunga mikono wa kulia juu ya kushoto aweza kukasirika aliyejenga msikiti. Sasa jamani, leo yupo, kwa hivyo mimi nitaanza huku mbele na nyote, hakuna mtu kuweka mikono kwenye kifua. Jamaa wakaswali mikono hivi chini. Kwa nini wajionyesha? Ni mambo ambayo yafanyika. Kisha mtu afanye hivi akwambie wewe wajiwaje kilichoko ndani ya moyo wangu? Asema hivyo, wajiwaje mimi ninafanya kujionyesha wewe? Wewe si tukujua kila siku. Wewe uende nchi fulani mfano ufanye da'wa, kisha ukiwa kule piga mapicha, hapo tuko London hapa tufanya da'wa hivi. Mtuona jamaa? Sawa. Hebu vuta. Jamaa wavuta. Kiba stoa tuma huko. Basi niko huko mimi mwenyewe shekhe hapa, niko hapa. Ya Rabbi sallim ya Rabbi. La ilaha illa Allah. An-nufusu dhaifa. Wallahi hizi nafsi ni dhaifu sana. Usiziweke katika sehemu ambazo itakuwa ile nafsi imekushinda katika kujionyesha, waliyadhu billah. Na nani yule ambaye kweli atakajiite shekhe? Kuna watu ukasirika asipoitwa shekhe, aweza kuzua vita na wewe. Kwa nini huniiti mimi shekhe? Sallallahu alafiyata wassalam. Bali al-insanu ala nafsihi
basira. Kila mmoja ajiona nafsi yake. Ibada unayoifanya mfanyie Allah subhanahu wa ta'ala, na umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala aijalie ile ibada iwe ni kwa ajili yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni mbora wa viumbe, atqa an-nas, katika hadithi ya Anas bin Malik radhiallahu kana yukthiru min qawli ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik, aomba thabat katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. فكيف بنا نحن الضعفاء صلى الله عليه وسلم. قال مثاله يصلي مسلم لله ولما جاء بجانبه من له مكانته صار يحسن قراءته أو يطمئن في الصلاة أو يتم الركوع أو السجود لأجل هذا الرجل الذي يراه. mfano wake ni muislamu yuwaswali, amesimama yuwaswali, alipokuja ubavuni mwake mtu aliye na cheo akawa atengeneza kisomo chake, ana utulivu katika swala yake, atimiza rukuu yake na sujudi yake, ili yule aliyeko ubavuni mwake amuone. Fawaqa'a fi shirki al-asghar, kwa kufanya hivi atakuwa amejiingiza katika shirki ndogo. وتقدم أن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه, na tulitangulia kutaja kuwa shirki ndogo huharibu ile amali iliyoshikamana na hii shirki ndogo. Na kinyume chake pia ni riya. Kivipi? Ameingia msikitini, ataka kuswali rakaa mbili ambazo ni maarufu kwa fuqaha tahiyatul masjid. Kiingia akakuta watu wamekaa wamtizama, akasema mimi nikiswali bwana utaniona napenda kuswali wale, kwa wacha nikae tu, ili wasemeje? Ili waseme fulani bwana si mtu wa ibada nyingi. Kwa bado uko kwenye nini? Bado uko kwenye riya. Kwa hivyo al-amalu li ajli an-nas riya, kama anna tarka al-amal li ajli an-nas riya. Kufanya amal kwa ajili ya watu ni riya, na kadhalika kuacha amal kwa ajili ya watu pia ni riya. Zote mbili ni riya. Wal ma'sum man 'asamahu Allah subhanahu wa ta'ala, ni mtu apigana nafsi yake afanye lile jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا طرأ الشرك الأصغر على الإنسان ثم دافعه واستعاذ بالله من الشيطان فلا يضره. na ikiingia shirki ndogo kwa mwanadamu akajaribu kuizuia, akajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shaitan, basi haimdhuru biidhnillah ta'ala. fa in istamarra ma'ahu ar-riya ila akhir salatihi, ikiwa riya itaendelea mpaka mwisho wa ile sala, faqila tabtulu as-salah, wanaovioni wengine wakasema swala yake tabatilika. Waqila yujaza biniyatihi al-ula, wengine wakasema atalipo kulingana nia yake ya mwanzo. Ingawa ikiingia riya kama anavyoweka tafsiri Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, itategemea ile ibada. Ikiwa ni ibada ambayo imeshikamana mwanzo mpaka mwisho, basi riya hata ikiingia mwisho itaharibu amali yote ile uliyoifanya. Kwa mfano ibada ya swala, mfano wake ili nieleweke ni tahara. Mtu asali salat al-asr akiwa katika tahara, akifika rakaa 4 akatangukwa na udhu wake, akaendelea kuswali mpaka akamaliza, swala yake tasihi. Huu ndio mfano wa riya. Hata ikiingia katika rakaa ya mwisho akaenda nayo mpaka akamaliza ile swala, basi ameiharibu swala yake, itakuwa swala yake ni ya riya, si kwa ajili ya Allah, kwa sababu swala ni ibada ambayo imeshikana mwanzo mpaka mwisho. Tuelewana hapo? Ama kwa mfano ni sadaqa, ana shilingi 100 ataka kuitoa sadaqa, akatoa 10, akatoa 20, 30 mpaka ikabakia 10 ya mwisho. Ile 10 ya mwisho akamuona fulani amuona, au acha nimuonyeshe umipi anatoa, akatoa. Ile ambayo itakuwa ni riya ni gani? Ni ile 10 ya mwisho peke yake.
ama zile 90 za mwanzo amezitoa lillah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ibada hii sasa haina nini, haina kushikana mwanzo mpaka mwisho. Nafikiri naeleweka nazungumza nini. Na ikiingia riaa katika ibada kisha akapigana na nafsi yake akaweza kuishinda akarudi katika ikhlas, basi ibada yake itasihi yote mwanzo mpaka mwisho biidhnillah ta'ala. idhan shirku an-niyya wal-irada wal-qasd yakunu akbar wa huwa alladhi yasduru min al-munafiqin wa yakunu asghar wa huwa alladhi yasduru min al-mu'min fi as-salati wa ghayriha. Kwa hivyo tujengea hapa kuwa shirki katika nia na irada ni matakwa ya moyo na makusudio, huenda ikawa kubwa kama inayotoka kwa wanafiki, na huenda ikawa ndogo ambayo yaweza kupatikana kwa mu'min katika swala yake au katika yoyote katika ibada zake. قال قوله والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. wanaotaka maisha ya dunia na pambo lake au na mapambo yake tutawalipa humo vitendo vyao kamili, wahum fiha la yubkhasun, Allah hata wadhulumu, atawalipa hapa hapa duniani. subhanahu wa ta'ala, amali yoyote anayoifanya mwanadamu Allah haiangushi patupu. Ilikuwa ni riaa umefanya, atakupa hapa duniani, watu watakusifu, watakuzungumza vizuri, utapata kile unachokitaka, lakini hapa duniani. Kesho akhira, wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, utapata mambo wal'iyadhu billah hukuyatarajia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hawatapunjwa hapa duniani. ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, hao ndio ambao hawatakuwa na kitu chochote kesho akhira isipokuwa moto wa jahannam wal'iyadhu billah. wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun, na yataharibika waliyofanya hapa duniani, kesho akhira hawapati chochote, na yatapotea bure waliokuwa wakiyatenda hapa duniani. wa habita ma kanu ya'malu wa batilun ma kanu ya'malun, yatapotea bure waliokuwa wakiyafanya hapa duniani. بيان الله تعالى أنه يحبط الأعمال، الله أكبينيش كويه هريب أعمال زواتها، وذلك إذا كان في أصل الإسلام، نهيني كيو إلى رياء نكتك أصل يو إسلام، بمعنى أذيريش وإسلام أفيش كفر، مثل المنافق كما انفان ويولي منافق. وأما إن صدر من المسلم فيكون شركا أصغر، أما ikiwa ni kutoka kwa Muislamu itakuwa ni shirki ndogo. Naktafi bihadha alqadr biidhnillah ta'ala. Darasa takayokuja tutajaribu kumalizia kilichobakia katika aina ya 3 na ya 4. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.